Mabaki ya miili ya mateka 12 kati ya 28 wa Kiyahudi waliokuwa wakishikiliwa Gaza yamekusanywa na kurejeshwa Israel, lakini Hamas imesema inakabiliwa na changamoto katika kuipata miili yote, wakati Israel ikishutumiwa kurejesha mashambulizi dhidi ya Gaza, ikivunja mkataba wa amani uliotiwa saini juma lililopita. Ofisi ya waziri mkuu wa Israel imesema familia za mateka wa Kizayuni ziliarifiwa kuhusu kurejeshwa kwa mabaki ya miili hiyo, na miili hiyo miwili imepelekwa katika kituo cha kitaifa cha tiba cha uchunguzi wa vifo nchini Israel kwa ajili ya utambuzi. Ofisi hiyo imeongeza kuwa jitihada za kuwarudisha mateka zinaendelea na hazitaacha hadi mateka wa mwisho watakaporejeshwa. Jeshi la Israel limeripoti baadaye kwamba mojawapo ya miili hiyo imethibitishwa kuwa ni ya Ronen Tome Angel, mwanaume mwenye umri wa miaka 54 aliyekufa wakati wa shambulio la Hamas kusini mwa Israel tarehe 7 Oktoba 2023, na mwili wake ulipelekwa Gaza. Vipimo vya utambuzi vinaendelea kufanywa kwa mabaki ya mwili wa pili. Kwa mujibu wa makabidhiano hayo yaliyofanyika usiku wa Jumamosi, Hamas sasa imerejesha miili 12 kati ya 28 ya mateka waliokuwa wakishikiliwa Gaza, mojawapo ya masharti muhimu katika makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyoanza wiki moja iliyopita ili kumaliza vita vilivyodumu kwa miaka miwili. Kulingana na makubaliano hayo, Hamas ilitakiwa kurejesha mateka wote wa Kizayuni walio hai na waliokufa ndani ya saa 72 tangu kutiwa saini kwake. Upande wake, Israeli ilipaswa kuachilia miili 360 ya Wapalestina waliokufa na wafungwa wapatao 2000. Hamas imesema uharibifu mkubwa uliosababishwa katika eneo la Palestina na udhibiti unaoendelea wa jeshi la Israel katika baadhi ya maeneo ya Gaza umechelewesha upatikanaji wa miili hiyo. Jumamosi, Hamas ilishutumu serikali ya Netanyahu kwa kutengeneza visingizio dhaifu ili kutozingatia wajibu wake katika mkataba wa amani, na pia kulaani hatua ya Israel kukataa kufungua mpaka wa Rafah na Misri, ikisema ni uvunjaji wa wazi wa makubaliano hayo. Hamas pia imepinga taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani iliyodai kuwa na taarifa za kuaminika zinazoashiria kuwa kundi hilo la Kipalestina lingekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na Israeli hivi karibuni. Katika taarifa yake, Hamas imesema madai ya Marekani ni ya uongo na yanaendana kikamilifu na propaganda potofu za Israel na yanatoa kinga kwa uhalifu unaoendelea wa uvamizi na mashambulizi ya kikatili dhidi ya Wapalestina huko Gaza. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilidai kuwa Hamas inapanga shambulio dhidi ya raia wa Gaza, jambo ambalo litakuwa uvunjaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha mapigano, na ikaomba mataifa yanayohusishwa katika upatanishi kudai kundi hilo litekeleze wajibu wake chini ya mkataba wa amani unaoungwa mkono na Marekani. Katika taarifa ya usiku Jumamosi, wizara hiyo ilisema imepata taarifa za kuaminika zinazoashiria uvunjaji wa karibu wa makubaliano ya kusitisha mapigano na Hamas dhidi ya watu wa Gaza. Iliongeza kuwa iwapo Hamas itaendelea na shambulio hilo, hatua zitachukuliwa kulinda watu wa Gaza na kulinda uadilifu wa makubaliano ya kusitisha mapigano, bila kutoa maelezo maalum kuhusu shambulio lililokusudiwa. Ijumaa, jeshi la Israeli liliwaua watu 11 wa familia moja, wakiwemo watoto 7 katika shambulio lililotokea mashariki mwa mji wa Gaza. Ubalozi wa Palestina nchini Misri ulitangaza mapema Jumamosi kwamba mpaka wa Rafah, lango kuu la watu kutoka na kuingia Gaza, utafunguliwa Jumatatu, lakini Netanyahu anasema mpaka huo utabaki umefungwa hadi Hamas itakapokabidhi miili yote ya mateka waliokufa. Wasilishwaji wa misaada ya kibinadamu kuingia Gaza pia bado ni wa kusuasua licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Jumamosi, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi wa Kipalestina limesema lina chakula cha misaada cha kutosha kuwatosheleza wakazi wa Gaza kwa miezi mitatu, lakini malori yenye shehena hiyo yamekwama kwenye maghala nchini Jordan na Misri. Maafisa wa Kipalestina wanasema jeshi la Israel limevunja makubaliano ya kusitisha mapigano mara 47 tangu yalipoanza mapema Oktoba, na kusababisha vifo vya watu 38 na majeruhi 143. Israel imesema mpaka wa Rafah kati ya Gaza na Misri utabaki umefungwa hadi taarifa nyingine, huku waziri mkuu Benjamin Netanyahu akiwatuhumu Hamas kwa kutochukua hatua za kutosha kurejesha miili ya mateka. Hii ni Poa Africa.